Rais Samia hafurahii anavyoona misongamano mikubwa sana hapa Dar es Salaam. Na si Dar es Salaam tu, nchi nzima. Hapendi na hafurahii. Na hisia zake hizo hajawahi kuzificha anapokutana na sisi wasaidizi wake. Kwa hivyo mimi nimepita hapa wakati nilitoa maagizo juu ya kuhakikisha kwamba tunakamilisha barabara stretch ya kutoka hiyo Samnujoma kuja Mwenge, Mwenge kwenda Tegeta na Mwenge kuja mpaka mjini kati, si ndivyo? Na ya Buguruni na ile ya Morogoro, si ndivyo? Lakini sasa wakati tunapita nimekuta shimo kubwa sana wamechimba hapa. Kwa hivyo nimetaka kujua kutoka kwa wasimamizi, wataalamu wetu, ni nani amefanya kazi hii ya kuchimba. Wameniambia ni contractor. Nimewauliza, kwa nini amekuja kuchimba hapa ikiwa kwamba kule kutoka Moroko kwenda mpaka Mwenge na Moroko kuja mpaka Mbuyuni mpaka Kaunda hapa Stanbic hajakamilisha? Nini kimemfanya awe na haraka ya kuja kutifua tena huku? Kwa sababu kule alikotifua tayari hapajakamilika, anakuja kutifua tena huku. Ni nini sababu yake? Na nimegundua kwamba kuna tatizo la mshauri elekezi wa kwangu mimi ambaye ni consultant wa mradi, lakini na wasimamizi pia. Unajua wakati mwingine si jambo la hawa wakandarasi tu. Kwa sababu mkandarasi, hii ni barabara ya Watanzania. Hii ni barabara ya umma. Hawezi kuvamia tu akaanza kufanya kazi ya kuchimba na kutifua. Nimemwagiza katibu mkuu kwanza aniletee habari za hawa wasimamizi wote, na huyu mshauri elekezi nitamchunguza kwa nini anatufanyia vitendo vya namna hii. Nilikuwa katika hatua zangu kubwa mbili. Hatua yangu ya kwanza kwa wakandarasi hawa ilikuwa wote nimewaissue watulipe fidia ya kutucheleweshea miradi yetu. Ndiyo, kwa sababu sisi katika miradi hii hatuna deni na wao, sisi tunawadai wao. Kwa hivyo la kwanza ilikuwa kwamba wanatulipa fidia kwa nini wametucheleweshea miradi yetu. Na jambo la pili, mimi kama mwajiri ilikuwa nina ruhusa ya kuwanyang'anya baadhi ya maeneo. Kwa bwana, mimi hapa na kunyang'anya kwa sababu wewe unaonekana umezidiwa, huwezi kwenda na kasi yangu. Sasa yawezekana pale ninapotaka kumnyang'anya, mshauri elekezi na wasimamizi wengine labda sio waaminifu, wameamua kumpa aendelee ili kufifisha hoja ya kumnyang'anya. Ndio maana namwambia huyu, ninakwenda kukuchunguza. Mimi naitwa Rajabu Idi. Nani? Rajabu Idi. Mimi ndio msimamizi wa mradi. Na kwa hiyo nachukua fursa hii kuwaomba radhi wa Tanzania kutokana na usumbufu wanaopata jinsi tunavyojenga hii barabara. Matatizo tunayopata ni mengi, lakini tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kutumia uwezo wetu wa akili na juhudi zote kumsimamia mkandarasi vizuri ili kazi ikamilike.